لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. Mimi naitwa Ibrahim Muhammad, ni daktari wa kikundi cha Al-Ikhlas na vile vile ni kiongozi wa kikundi. Tumewasili leo mchana kutoka Maka baada ya kumalizika kwa ibada tukufu ya Hija. Alhamdulillah, tumerudi na mahujaji wetu wote wamerudi salama, na kwa ujumla hali za afya zilikuwa njema kabisa, kwa sababu hali ya hewa ambayo tulikuwa tumezoea joto sana imeanza kupungua. Tunaelekea katika kipindi cha majira ya baridi. Kwa hiyo kuanzia ibada ya mwakani na zinazofuata hali ya hewa tunatarajia itakuwa nzuri. Ina maana kwa kutoka mwaka huu na miaka inayokuja inshallah tunatarajia hali ya hewa itakuwa nzuri. Kwa maana hiyo na afya za mahujaji nazo zitakuwa nzuri. Ukitizama Hija ya mwaka huu, alhamdulillah, kuna vijana wengi nimekutana nao ambao sikutarajia kutokana na harakati zao za kimaisha wanazozifanya tuwaona kuja kutimiza hii ibada ya 5 ya nguzo ya Kiislamu. Kwa hiyo naona muamko unaanza kuongezeka miongoni mwa kundi la vijana. Alhamdulillah, tumekwenda safari yetu salama na tukashirikiana na vijana wetu, tukaongoza kila palipohitajika, tukafanya ibada kama ilivyoelekezwa. Na alhamdulillah tumefanikiwa kurudi sote salama. Alhamdulillah, kwa waliopata shida pengine ya afya ni mambo ya kawaida, mafua na homa za kawaida, na tumerudi sote alhamdulillah, ambapo si leo ni kundi la tatu. Limerudi la kwanza, la pili, karudi alfajiri ya leo, na sisi ni kundi la tatu, na sote tuko salama na miezi yote kwa salama. Sasa wito kwa mahujaji ambao tunakwenda, kwa kweli alhamdulillah, mara hii baada ya malalamiko ya muda mrefu mwaka jana, kwa kiasi fulani wamejitahidi taasisi ya Haji ya Saudia kuweka ile mazingira sawa. Kwa hivyo tukubali, kwa sababu mahujaji ni wengi, hawawezi kukamilisha yale yote tunayohitaji. Swala pia za kuangalia kwenye swala vyoo kiasi fulani vimeongezeka, sababu mwaka jana ilikuwa kidogo sana, lakini wapiga hatua kuongeza. Kwa hiyo afadhali kidogo imesaidia, na huduma za chakula alhamdulillah ilikuwa zina shida, na tunashukuru alhamdulillah ile joto lilotarajiwa kuwepo halikuwepo, limepungua kwa kiasi fulani. Lakini sasa wito kwa mahujaji, jamani, wanakuwa hawasikilizi viongozi, kwa sababu hasa kule Mina, yani utakuta watu wanafanya kiasi maudhi kiasi ambacho wale wahudumu wanachoka. Mtu anakwenda pale siku 3 anafua magogo, utafiri huko kwake, yani anatumia ile maji aliyokuwa pengine ya chai, anatumia mambo mengine, yani anafanya fujo na israfu. Kwa hiyo tujue tumekwenda pale kufanya ibada, tuende kufanya maudhi. Tukifanya maudhi tuharibu nini? Ibada zetu. Tujitahidi kufuata maelekezo. Mtu siku 5 yani mtu afua nguo utafikiri uko nyumbani kwake, aharibu maji, aharibu mazingira, inakuwa ni shida. Kwa hiyo na mahujaji, jamani, tujitahidini kuna siku, yani tusiwachoshe wale ambao wanatufanya nini, waje tuhudumia, wanachoka na wao. Na wito kwa vijana, jamani, Hija ni ngumu. Kwa hiyo vijana wajipange, wazi kuweka akiba kidogo kidogo kwa ajili ya kufanya Hija. Usitegemee labda nikistaafu, huwezi kujua kama utafika usafa ufiki. Lakini vijana sasa hivi anaangalia gari na nyumba, wakati nyumba ataiacha, gari ataiacha. Tuangalie kile ambacho kitakufaa baada ya kuondoka duniani. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik